Nyanja TV katika kuhakikisha kuwa tunaenzi mila na desturi za makabila yetu hapa nchini Tanzania. Leo hii tumeshuhudia sherehe zinazotambulika kama ukango, unahusiana na watoto waliozaliwa mapacha, na sherehe hizo zinaunganisha watoto waliozaliwa pia wakiwa wametanguliza miguu. Tumempata mhusika wa sherehe hizi za ukango na pia kuongea na baadhi ya viongozi wa kundi la wakango ambao pia wanashughulikia masuala ya tiba za hawa watoto mapacha. Mimi ni Laurent William, karibu katika safari hii. Na sherehe hizi zinashiria kwa sababu ya watoto mapacha, mzaa watoto wawili wana ndoto. Sasa jana ndio tunaadhimisha sherehe yao, yaani kwa lugha ya Kisukuma huwa tunaita ukango. Ukango huo ina maana kiwa unapozaa watoto mapacha wawili, ina maana lazima unacheza ukango kwa niaba ya kudumisha mila na tamaduni za wale watoto. Lakini pia unapofanya hivyo kuna mambo makuu mawili. Usipofanya zoezi hilo, ina maana watoto unaletea madhara au mpaka na mazingira ulipo unaharibu, kwa sababu mvua ya wakati mwingine inaweza ikagoma kwa sababu ya wale watoto, kwa sababu wanazaliwa, kuna mwingine anaweza kuzaliwa kashinje, mwingine anaweza kuzaliwa kuwa na doto. Ina maana kashinje ni mtu ambaye alizaliwa kalitanguliza matako, na ndio maana kwa tunafanya hivyo kudumisha mila na tamaduni za Kiafrika. Mimi ni Mwafrika na mimi ni mtu ambaye naishi wilaya ya Mlele, mkoa wa Katavi, niko kata ya Utende, kijiji cha Kafulu, niko namba 1. Je, ni unafikiri kwamba pamoja na hilo pia hizi tamaduni zenu sasa na utaratibu ambao mnatumia, labda tumeona leo ni ukango, na vile vile kuna sherehe zingine zipi ambazo mnazifanya za kijadi, na labda kwa kila mwaka, kwa kila miezi kadhaa? Yani huo tunafanya tamaduni hizo, huo ni kama kila ndani ya yani wakati wa kiangazi ni mwezi wa 7 wa 8, huo tunafanya hivyo. Lakini pia kuna tamaduni kaza za Kisukuma ambazo kama unaweza kukuta tunacheza mpaka ngoma. Ina maana kila mazingira, mfano mtoto anaolewa lazima tunacheza tamaduni, na kwa niaba ya kudumisha mila na desturi mazingira yote kama tunawezesha lazima hilo linafanyika. Lakini pia tunapozaa watoto wa design hiyo ni lazima tucheze ukango. Hiyo ni lazima kwa sababu ni mila na desturi tunaidumisha. Je, ni makatazo yapi au miko hipi ambayo mmeiweka kama ndugu zetu wa kabila wa Sukuma ambayo ina limit mtoto wa kike au wa kiume kufanya kwamba akifanya hiki ni kosa katika jamii yenu ya Kisukuma? Okay. Yaani mtoto wa Kisukuma ambaye ni mtoto wa Kisukuma kabisa aliyekamilika, kwanza mmoja haruhusiwi kutembea kuvaa nguo ambayo ni fupi, na pia haruhusiwi kukiuka masharti atakayoyapewa na wazazi, ambayo mfano akitaka kuolewa ni sheria kwanza, muoaji lazima aende mpaka mazingira nyumbani mahala alipomwonea mtoto wa kike, akajitambulishe, waimjue familia. Baada ya pale anakabidhiwa mtoto wa kike kwa kufuata maadili ya Kisukuma. Ina maana asipofanya hivyo, ina maana namna ya maisha yake inaweza akawashwa sana. Je, ni hatua zipi mnachukua kwa yule aliyekiuka masharti? Labda kuna adhabu gani mnazitoa kama ndugu zetu wa Sukuma? Karibu. Yani yule kisha kiuka lazima atafutwe mahali alipo na adhibiwe. Labda kuna faini yoyote ambayo anaweza kupewa kwamba lazima ulipe kitu fulani? Ndio, akishafatwa lazima atoe faini, ng'ombe wawili na fimbo juu. Asante. Nini wito wako sasa kama mwanajamii, na hasa wewe mzee, ni sehemu kubwa umeshakuwa ni mzee sasa, unakwenda kwenye wale wazee wa kimila? Nini wito wako kwa vijana ambao bado ni machipukizi ambao wanakwenda kuwa wazee kama nyinyi?
Ujumbe wangu kwa wananchi wote kwa ujumla, watu tuseme mila ya Kisukuma, naomba wafuate taratibu na kanuni za wazee zilizopo, ambayo ni mila ambayo tulishaiweka. Ina maana kila anayezaliwa afuate ile mila walioikuta, kwa sababu wanapokiuka mila wanajikuta wanaenda kinyume na utaratibu. Naam, kwa majina naitwa Elias Juma Ng'wandu, na unaweza kuniita Maziku Juma Ng'wandu kwa jina asilia, kwa jina la asili. Mimi kabisa ni mzaliwa wa mkoa wa Shinyanga, Kiyinza, na nimekulia pia mkoa wa Tabora, hadi sasa hivi niko katika mkoa wa Katavi. Na kuhusiana na hizi sherehe ambazo zimefanyika, ni sherehe ambazo ni za kijadi, ambazo pia kwetu tumeshazizoea, japokuwa kuna baadhi ya mazingira zinapotea kulingana na jinsi asili inavyozidi kupotea, lakini kwetu sisi ni za kijadi ambazo tulizikuta na zipo, na tungependa pia zaidi ziendelee kuwepo. Na hizo sherehe kwetu waga zinahusiana na masuala mbalimbali, hususani kwenye upande wa tamaduni, kama sherehe ambayo kunafanyika jana, sherehe ambayo inatambulika kwa jina la Ukango. Sherehe hizo waga zinafanyika pindi tu pale ambapo watoto wakishazaliwa, ndipo wazazi wanaweza kufanya au kuweka mwafaka kamili kwamba zifanyike kipindi gani au kwa wakati gani, kulingana na maandalizi yao ambao watakuwa wameandaa. Ila waga haijalishi ni kipindi gani, mwezi wangapi au msimu upi. Kwa hiyo wakishazaliwa tu ndo wanaweza kwa wazazi wenyewe wakafanya mchakato wa kufanyaje, wa kuwafanyia sherehe hizi. Naitwa Rebeka Kumbika Marini. Niko kwenye wazazi wa Ukango. Na maana Ukango ni jadi hasi ya kutaka kuwapoza watoto mapacha wakashindie na kuwa na ndoto. Tunaambatana na wanaume wakiwemo Wakango wenzetu na wanawake. Yaani penda tunaenda tunafanyia sherehe, yaani ya kuwapoza watoto mapacha wasiweke dalili mbaya kwenye sehemu ambayo wamezaliwa. Kama kawaida kabisa huwa tunafanya hivyo. Na msipofanya hivyo nini kinatokea? Msipofanya hivyo kuna madhara ya mvua, kutokea mvua, ngurumo ya mvua kali, dado zinaanguka, zinapomoa majumba, au ng'ombe zinakatwakatwa na rado. Kwa hiyo Wakango ni watu ambao ni jamii ambayo imejikusanya wakati kimoja wakaitwa Wakango. Tumekaa tukajadili, tukagundua, tukapata ugunduzi zaidi wa kuwapoza kupitia dawa za kwao. Kwa maana tunapitisha kupitia dawa, tuwapoze kiaje, na tukiwapoza tutafanya sherehe gani. Ndio hivi umekuta watu wanashangilia, yaani sherehe ya hao watoto mapacha, kura na toto pamoja na kashindi. Asante sana mtazamaji wa Nyanja TV, kama unavyoona hapa tupo na mama hapa. Yeye amesema kwamba ni kundi la Ukango ambao wanashughulika na kufanya sherehe za watoto wanaozaliwa mapacha au wanaokuja wametanguliza miguu. Lakini moja kwa moja tumeweza kupata mengi sana kutoka mzee mwenye familia hii, na vile vile tumepata mama ambaye anasimamia swala zima la hii mila ya watoto mapacha. Tumejionea mambo mengi makubwa na ni mazuri zaidi, na vile vile tamaduni hizi tunazienzi kwa njia tofauti tofauti. Ndugu zetu Wasukuma wanaenzi vitu kama hivi, lakini pia vinatoa mafanikio mazuri sana. Tusogelee, ila kila kabila na mila zake. Mapacha kila kabila yapo, ila sasa kila kabila wana utaratibu wao, ila tu mimi nitawakaribisha tu kwamba waingie kwenye ngoma ya Kisukuma ili dudili nao kama kawaida. Asante sana, asante sana bwana, nashukuru sana jamaa, ameweza kutueleza mawili matatu, lakini kama unavyoona hapa hii ngoma, huyu ni mzee wa kimila, atatutambulisha kwa majina yake, alafu baadaye atuambie ni nini maana ya Ukango. Karibu kwa majina mzee wangu. Asanteni sana. Ajili ya Ukango, yani jitambulishe kwa jina langu kwanza. Jina lako kwanza? Jina langu ni Uchenja Kingwa. Maana ya Ukango ni kuzaa mapacha. Kwa kuzaa mapacha, katoto kakikua lazima tukatawaze. Je,
usipofanya hivyo, usipomfanyia hicho, lazima kama kumtawaza, madhara ni nini? Shida gani itakuja kupatikana? Asante sana. Shida yao wa mapacha kama wewe watakupa madhara. Walikuwa kwa Kisukuma ni wasepu, walikuwa na madhara. Watoto hao lazima wapitie hapo, tuwatawaze, tuwapoze. Na nashukuru kwamba ndugu zetu Wasukuma bado mnaenzi utamaduni. Je, nyinyi hasa ngoma zenu za asili zinaitwaje? Inaitwa ngoma ya kuchezea malenga. Kuna sehemu zingine wanasema wana zeze, kwa kule wana litungu, wana lilandi, kwenda sehemu zingine wanasema wana ntono. Nyinyi Wasukuma mna ngoma zipi? Ngoma hiyo sio ya malenga. Malenga haya ni ya mapacha. Ni ya mapacha tu. Sio ya wasanii. Sisi sio wasanii. Asante sana. Nashukuru sana.